Amen, amen. Karibu tena kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Wana wa Mungu, shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kuwa umzima popote pale unanifuatilia. Leo tena tutaendelea na somo linalosema kuketi mbingu ya saba katika roho. Kuketi mbingu ya saba katika roho. Hii sasa itakuwa ni part 2. Tuliangalia part 1 vitu kaza hapo nilipoweka msingi, na leo tena tutatokea kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili. Waefeso sura ya pili na ule mstari wa 5 na wa 6. Msingi wa somo hili nimeweka kwenye Waefeso sura ya pili mstari wa 5 na wa 6. Maneno ya Mungu yanasema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo msingi wa somo hili unatoka katika Waefeso sura ya pili mstari wa 5 na wa 6. Ninaomba tena sasa ufungue Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 23 na 24. Maneno ya Mungu yanasema, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Mstari wa 24, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa utangulizi hapo nilipoanza, nirudi nyuma kidogo. Nilisema katika Agano la Kale mifumo ya utendaji kazi wa kimungu ilikuwa inatendeka katika mwili, kwa maana mwanadamu alikuwa amefunikwa na utukufu wa Mungu na mwanadamu alikuwa bado hajaasi. Leo tena nikasema kwamba katika Agano Jipya mambo yale tu yaliyokuwa yakitendeka kwenye ulimwengu wa mwili yamebadilika, yanatendeka katika ulimwengu wa roho kwa mfumo wa Roho Mtakatifu. Leo tena nitaweka utangulizi kama ifuatavyo. Mtu amegawanyika katika sehemu 3. Yaani kuna mtu mwili, kuna mtu roho. Na hapa katikati sasa tunasema mtu ni roho, anayo nafsi na anao mwili. Mtu ni roho, anao mwili na anayo nafsi. Adamu alipokosa alienda mautini, yani mtu roho alienda mautini. Lakini mtu na mtu mwili akaambiwa atakufa. Ina maana mtu alifukuzwa mbinguni, kwamba akakosa nafasi tena mbinguni, akafukuzwa kabisa, na sehemu yake haikuonekana kama shetani alipofukuzwa. Na maneno ya Mungu yanasema kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka na malaika zake, nao wakashindwa, na mahali pao pakafutwa kabisa mbinguni. Ina maana mtu mwanadamu alipokosa sasa, maneno ya Mungu yanasema alipofukuzwa kwenye bustani ya Edeni katika roho, sasa mwanadamu alifukuzwa mbinguni katika ulimwengu wa roho. Na huyu mwanadamu sasa akaenda mautini, kuzimu, na mwanadamu mwili akafukuzwa kabisa ili afe. Kwa hiyo twende polepole sasa, kwamba niliposema sasa, kwa hiyo sasa mtu akawa nafasi yake mbinguni haipo tena. Kwa sababu hiyo Yesu alizaliwa ili kumtoa mtu roho mautini. Tunarudia tena hapo sasa Waefeso sura ya pili. Waefeso sura ya pili mstari wa 5, kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Tulikuwa wafu, tulifukuzwa, yani tukafukuzwa kabisa, tukawa mautini. Alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo mwanadamu mwili akaja akatolewa, ili kwamba mtu roho akamtoa mautini. Kwa hiyo kilichofukuzwa ni mtu mwili, lakini mtu roho akaja kutafutwa
kwa namna nyingine pia. Adui wa mtu ni mwili na sio shetani. Adui wa mtu ni mwili wala sio shetani. Shetani ni mshtaki. Kwa hiyo mwili ndio adui unaozuia mwili kuketi na Mungu, na unaozuia mwili kuwa na nafasi mbinguni. Kwa hiyo kinachozuia ni mwili, roho ilazi, lakini mwili unazuia. Kwa hiyo mwili unapozuia, shetani anakushitaki. Ukisoma Warumi kuthibitisha hilo, Warumi fungua Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 6 na wa 7. Maneno ya Mungu yanasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Ina maana kumbe mwili ulifanyika uadui kabisa, kwa maana huo mwili ulifukuzwa, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi ikatii. Hiyo ni nini? Ni mwili. Kwa hiyo uadui wa mwili na Mungu haujaisha bado na haukuisha, ila Yesu alichofanya ni kupatanisha roho ya mtu na nafsi ya Mungu, yani na kuua mwili kabisa. Kwa hiyo tuendelee, tusonge mbele kidogo ili upate kunielewa kitu ambacho nataka nikiweke hapo. Mfumo wa ibada katika Agano la Kale ilikuwa ni kivuli cha mfumo wa ibada katika Agano Jipya. Mfumo wa ibada katika Agano la Kale ilikuwa ni kivuli cha mfumo wa ibada katika Agano Jipya. Angalia, walikuwa wanaweka hema, ambalo hema lilikuwa na ua wa nje, kulikuwa na patakatifu, na kulikuwa patakatifu pa patakatifu. Nisikilize hapa sasa, kinielewa hapa ninakoelekea, utanielewa shika tu ili uweze kunielewa ninachotaka niseme. Kwa hiyo ua wa nje ni hema ya kukutania, na ibada iliyokuwa inafanyika hapo mwanzo ilikuwa inawakilisha mtu mmoja aabudue katika roho. Tunaposemea ua wa nje tunamaanisha mwili wa mtu. Tunaposemea patakatifu tunamaanisha nafsi ya mtu, na tunaposemea patakatifu pa patakatifu tunamaanisha roho ya mtu. Na Mungu alikuwa hashuki ua wa nje, wala majibu yalikuwa hayapatikani ua patakatifu, bali Mungu alikuwa anashuka patakatifu pa patakatifu. Mungu alikuwa anatuma malaika patakatifu pa patakatifu, na Mungu alikuwa anakutana na watu wake patakatifu pa patakatifu. Kwa sababu hiyo sasa, ibada haifanyiki katika mwili, na ibada haifanyiki katika nafsi ya mtu. Kwa maana ukifanya kwa hiyo ibada inafanyika katika roho ya mtu. Na hii ibada inafanyikia wapi sasa? Tutenda kuangalia polepole, na ndiyo maana nafundisha kuketi mbingu ya 7 pamoja, kuketi mbingu ya 7 katika roho. Twende polepole hapo, twende polepole. Kwa hiyo hakuna ibada katika mwili. Unapoenda kumwabudu Mungu lakini ukiwa na mawazo mengine, au mwili haujaufisha, kwamba haujauvuka mwili, haujaivuka nafsi, unapoenda kwenye ibada unawaza mawazo mengine, hapo hakuna ibada. Ibada hii katika roho lazima uwe mwili, uwe mawazo, yani mawazo ndiyo nafsi ya mtu. Twende polepole. Kimsingi katika ua wa nje hapakuwa na ibada, hivyo basi katika mwili hakuna ibada kama nilivyosema, na katika nafsi hakuna ibada, kwa maana nafsi ndio center tu ya mawazo. Ibada iko katika roho, yani patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo Mungu alitununua kwa damu ya Yesu Kristo ili tukae naye mbingu ya 7 katika roho pamoja naye, tusiondoke hapo. Mungu alitununua kwa damu yake, kwa damu ya Yesu Kristo, ili atutoe mautini, tuwe na nafasi tena mbinguni, tukae naye siku zote. Ukisoma Mathayo sura ya 26, Mathayo sura ya 26 mstari wa 41. Kama Mathayo sura ya 26 mstari wa 41, neno la Mungu linasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho irazi
lakini mwili ni dhaifu. Nitaka tu niangalie kwamba kwenye mwili hakuna ibada, ibada ipo katika roho. Yohana 14 mstari wa pili. Yohana 14 mstari wa pili. 14 mstari wa pili. Neno la Mungu linasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Naenda kuwaandalia mahali. Shika hapo. Naenda kuwaandalia mahali. I go to prepare a place for you. Kwa hiyo Yesu alipokuja sasa akamtoa mtu mautini, lakini akaenda kumwandalia tena nafasi mbinguni, ili kwamba sasa akiwa hapa duniani aweze kukaa naye mbingu ya 7. Twende pole pole hapo. Kwa hiyo ninaposema mbingu ya 7, ninaposemea mbingu ya 7, ninamaanisha nini basi? Ninamaanisha nini basi? Ninamaanisha nini basi? Kwa hiyo hiyo part 1 tuliangalia tafsiri ninaposemea mbingu ya 7 ili upate kunielewa na maanisha nini. Na maanisha nini? Nikasema ninaposemea mbingu ya 7, mbingu ya 7 ninamaanisha hema ya kukutania mbinguni. Hema ya kukutania mbinguni. Ukisoma Waebrania sura ya 8. Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu, kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi asingekuwa kuhani, maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria, watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia, ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Ina maana sasa, kama ibada haipo katika mwili na ibada haiko katika nafsi, mwili tunakutana kwenye mahema yaliyotengenezwa kwa mkono wa mtu, lakini majibu hayapo kwenye ua wa nje. Majibu hayapo kwenye nafsi, bali majibu yanapatikana patakatifu pa patakatifu. Unapotaka kukutana na Mungu, unapotaka ufanikiwe kwenye maombi au kwenye maisha yako, ni lazima ujue kuua mwili na mawazo, na ujue kukaa mbingu ya 7, yaani kuenda hema ya kukutania mbinguni, ambayo sasa kwamba kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, anaketi hapo, mhudumu wa patakatifu. Ina maana pale ni eneo la utakatifu, anahudumia pale. Kwa hiyo anahudumia wale ambao wanapoenda kuabudu, wanaua mawazo na mwili, wanapanda mpaka mbinguni. Wale ndio sasa wanahudumiwa kwa na wa ile hema ya kweli, na wa ile hema ya kweli, kwa hiyo ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Kwa hiyo kumbe kuna hema ambayo haijafanywa kwa mikono ya watu, haiko duniani, iko mbingu ya 7. Na naposemea mbingu ya 7 ni hema ya kukutania mbinguni, ni hema ya kukutania mbinguni. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa Yesu anasema halioni kanisa lake, ni kwa sababu watu wanakusanyika kwenye mahekalu, hawajui kwenda mbingu ya 7. Na ndiyo maana Petro alipomuuliza kwamba Yesu aliposema, ninyi mwanisemaje? Petro akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, nyama na damu
hazijakufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia hili. Ina maana Petro aliua mwili na mawazo. Alipoua mwili na mawazo, akapanda mpaka mbingu ya 7, akaenda patakatifu kwa ile hema, akakutana na Mungu, akamfunulia hili. Kwa nini mafunuo hayapo? Maono, hatuna maono. Ni kwa sababu hatuketi mbingu ya 7 na tunaishia tu hapa duniani ambapo hakuna majibu, ni ua wa nje kabisa. Tunaishia tu patakatifu ambapo mawazo na mwili yanatuzuia kuketi pamoja na Kristo. Ina maana sasa anasema kila kuhani mkuu wetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Yuko wapi? Ni mhudumu wa ile hema isiyofanywa kwa mikono ya wanadamu. Ile hema ni nini sasa? Ni hema ya kukutania mbinguni. Ni wapi hapo? Sehemu inaitwaje? Mbingu ya 7. Kwa hiyo kuhani mkuu hiyo huwa anatoa vipawa. Vipawa vimekufa ni kwa sababu watu wako katika mwili, wako katika nafsi, wako katika mahekalu na masinagogi, wala hawapandi mbingu ya 7. Kwa sababu hiyo sasa ibada sio ile kwenda unasema kanisani au kwenda hekaluni. Ibada sio hiyo. Ibada ni ile kupanda mbingu ya 7, unakutana na kuhani mkuu na kufanya ibada kule. Kwa maana tazama, tuliangalia hiyo part 1 kwamba Yesu alisema saa ipo, saa inakuja na saa ipo, waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ina maana wataua mwili na mawazo, nao watasafiri mpaka mbingu ya 7 kwenye hema ya kukutania, na ukiwa pale hakuna upinzani kabisa. Kwa hiyo kama angekuwa juu ya nchi, ina maana kumbe hayuko juu ya nchi. Asingekuwa kuhani. Angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani. Maana wako watoa sadaka kama iagizavyo sheria, watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni. Ina maana ibada isiyotokana na vile vinavyofanyika mbingu ya 7, hiyo sio ibada. Kanisa au hekalu au mifumo iliyowekwa na wanadamu ambayo sio kivuli cha mambo yanayotendeka hema ya kukutania mbinguni, ambayo ni mbingu ya 7, hiyo sio ibada. Kila mafundisho na mafunuo yasiyotokea mbingu ya 7 aliko kuhani anayetoa vipawa na kalama na maono, hayo sio mafundisho, yanatokana na wanadamu, na hayo hayawezi kumpa mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo twende fungua tena Waebrania hiyo sura ya 8, nafikiri sura ya 9 tusome mstari nafikiri ile mwanzo tulianza tukasoma mstari wa kwanza, tusome mstari wa kwanza na wa pili. Alafu tutasoma mstari wa 8 na wa 9, tutasoma mstari wa 11. Neno la Mungu linasema mstari wa kwanza wa Waebrania 9. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Hilo ni agano la kwanza kama nilivyokueleza mwanzo. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya wanyoshao, ndipo palipoitwa patakatifu. Kwa hiyo twende hiyo mstari wa 8 na wa 9. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye. Yani zile mtu aabuduye walivyokuwa wanatoa sadaka za kuteketezwa zisingeweza kumkamilisha mtu aabuduye. Mstari wa 11. Lakini Kristo akiisha kuja aliye kuhani mkuu. Tumeona kuhani mkuu anahudumia wapi? Yuko katika nchi? La, hayuko katika nchi. Anasema yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ni kuhani mkuu na mhudumu wa ile hema isiyofanywa kwa mikono ya wanadamu. Hiyo hema ni wapi sasa? Haiko duniani, iko mbingu ya 7. Na mtu ambaye hayuko pale
hawezi kupata majibu yake, wala hawezi kupata access ya muujiza wake, wala ya mafunuo mafunuo ya kumjua Mungu. Ina maana kwa sababu kumjua Mungu ni ufunuo, na tunaona Petro alipanda mpaka mbingu ya 7 akafunuliwa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Amen, amen. Kwa hiyo tuendelee hiyo kwamba kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi. Hema iliyo kubwa wapi? Mbingu ya 7, isiyofanyika kwa mikono. Maana yake isiyo ya ulimwengu huu, Kumbe haiko kwenye ulimwengu, haiko duniani. Ni hema kubwa sana na kamilifu sana, ambayo si ya ulimwengu huu. Twende pole pole. Nikurudishe hiyo tena mwanzo. Rudi mwanzo. Kuna kitu hapo nataka nikuelezee. Mwanzo ya sura 3 mstari wa 24 kabisa. Neno la Mungu linasema kwamba basi akamfukuza huyo mtu mwili, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kumbuka pale part 1 nilikwambia kwamba njia kuilinda njia ya mti wa uzima. Mti wa uzima ni nani? Mti wa uzima ni Yesu Kristo. Na nikakwambia kwa mara nyingine, tafsiri nyingine ya bustani ya Edeni ni mbingu ya 7. Na nimekwambia mbingu ya 7 ni hema ya kukutania mbinguni. Na nikakwambia kwamba ibada haiko katika mwili, haiko katika nafsi. Ina maana hapa mbingu ya 7 kuna vigezo ambavyo ili mtu aende mbingu ya 7 ni lazima awe navyo. Kwa maana hapa makerubi wapo wanailinda ile njia ya kuendea ule mti wa uzima, wa kwenda kwa mti wa uzima. Ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni nani? Ni kuhani mkuu. Anahudumu wapi? Kwenye hema ile isiyofanywa kwa mikono ya wanadamu. Hiyo hema ni nini? Hiyo hema ni mbingu ya 7, ambapo wanadamu waabuduo katika roho wanajihuzulisha pale. Amen, amen. Kwa hiyo sasa hapa kuna makerubi wanaokukagua, wanaozuia. Kuna upanga wa moto. Ni vigumu kwenda mbingu ya 7. Ni rahisi sana kufanya mambo mengine, ni rahisi sana kuomba, ni rahisi sana kwenda hekaruni, lakini sio rahisi kumwabudu Mungu mbingu ya 7 na kwenda mbingu ya 7 na mbingu zikakutambua, kwa sababu ya makerubi na upanga wa moto ugeukao. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo fungua Ayubu sura ya 1. Ayubu sura ya 1 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihuzulisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walienda kujihuzulisha mbele za Bwana. Ina maana hapa kulikuwa na wana wa Mungu malaika na wana wa Mungu waliokuwa wanakaa duniani, walienda kujihuzulisha mbele za Mungu. Ina maana kumbe tunapokutanika kwenye ibada, wale wana wa Mungu walioua mwili na nafsi wanapanda mpaka mbingu ya 7, wanajihuzulisha, wanakutana na kuhani mkuu. Pale hakuna upinzani kabisa, wanapata majibu yao kwa wepesi. Nisikilize sasa kwa makini. Kwa leo ninaomba nikufundishe kitu hicho, lakini pia tutaendelea kuona viashiria gani, vitu gani viko mbingu ya 7, madaraja gani ambayo yanakubeba wewe mpaka mbingu ya 7, na ni kwa namna gani. Leo shika tu kwamba mfumo wa ibada hauko kwenye mwili, hauko kwenye nafsi, bali ni katika roho. Na katika roho unapanda mpaka mbingu ya 7. Ibada haifanyiki kwenye masinagogi wala haifanyikiwe kwenye mahekalu. Ibada inafanyikia wapi? Mbingu ya 7. Yesu akutani na mtu kwenye hekalu. Yesu anakutana watu wake mbingu ya 7. Na kila mafundisho na kila mifumo ya ibada iliyowekwa
bila kupata bila kufunuliwa mbingu ya saba, hiyo ni ibada ya mashetani, sio ibada ambayo ni ua wa nje, unakomea nje tu, kwa maana ni wanadamu. Kwa sababu Musa alikuwa anaenda mlimani, anaoneshwa mambo yanayofanyika mbingu ya saba, ndiyo sasa anakuja anayafanya vile vile kwa kivuli ya mambo yanayofanyika mbinguni. Na kila neno ambalo halitokani na ufunuo, hilo sio neno la Mungu. Ina maana sasa ili upate neno na mafunuo na maono, kuketi mbingu ya saba, lazima uwe na roho ya maono, uwe na roho ya ufunuo ambayo itakuwezesha kumjua Mungu. Na hauwezi kupata mafunuo na maono kama haujaketi mbingu ya saba. Na hauwezi kuwa na vipawa, haviwezi kukua, na karama haiwezi kukua, kwa maana wewe uko chini, na mhudumu wa patakatifu hayuko chini, yuko kwenye ile hema kuu isiyofanywa kwa mikono ya wanadamu. Kwa hiyo kawaida za ibada zilikuwa zinafanyika. Tutaendelea tena kuona vizuri kwa undani zaidi. Nitakuwa naachilia kidogo sana, kwa maana hili somo ni gumu. Tutakuwa naachilia kidogo sana. Nikurudishe tu hiyo Waebrania, nikuache na hiyo tu Waebrania sura ya 9 mstari wa 8. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili, ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Njia nani? Yesu alikuwa bado hajaja. Hema ilikuwa inasimama tu katika mwili, lakini Yesu alipokuja akapasua lile pazia la hekalu, kiasi kwamba kila mtu anakuwa na access ya kwenda mbingu ya saba kuabudu. Na ibada sasa zinazofanyika saa hizi, watu hazimpi mtu ufunuo, hazimpi mtu maarifa ya kwenda mbingu ya saba. Zinamuaminisha mtu kwenda kanisani ndio ibada, zinamuaminisha mtu kucheza kwaya ndio ibada, zinamuaminisha mtu kulukaluka ndio ibada. Hiyo sio ibada. Na zinamuaminisha mtu kwamba ni lazima afike kwenye mahekalu, ni lazima sasa ahudhurie Jumatano, Ijumaa ndio ibada. Ibada sio hiyo. Ni lazima mtu afundishwe kwamba mahali popote unaweza ukapanda mbingu ya saba na ukamwabudu Mungu. Kwa sababu hiyo unaweza kuwa unahudhuria kwenye masinagogi na usiweze kupanda mbingu ya saba, na usiweze kupata majibu yako, na kupata upinzani mkubwa sana, kwa maana unakuwa uko duniani. Kwa sababu hiyo sasa watu wamekuwa na magonjwa mengi na matatizo mengi, ni kwa sababu wako hapa duniani, hawezi kupata majibu hapa, kwani mkuu yuko kwenye hema ya kukutania. Wapi? Mbingu ya saba. Pale ndipo anatoa vipawa, anaponya magonjwa pale, anasikiliza maombi ya watu pale. Ina maana paka tupande pale. Tunapopanda pale sasa tunapata ufunuo. Damu na nyama havitufunulii, bali Baba aliye mbinguni yuko wapi? Mbingu ya saba. Pale ndipo tunapata ufunuo. Mungu akubariki sana kwa leo. Naomba niishie hapo. Ninaamini umejifunza. Tutaendelea tena kwa ugumu wa somo hili, nitalirudia tena. Mungu akubariki. Usiache kunifuatilia, comment hapo, subscribe mahali ambapo hujaelewa. Unaweza ukasubscribe sijaelewa hapa na hapa elezea vizuri, itakuwa vizuri sana. Mungu akubariki sana. Amen.